Nikusalimu kwa jina la Yesu. Rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza, leo Mungu ametupa neema na leo tuna topic inasema hivi kwamba ukiwa umeitwa na Mungu maishani mwako, tegemea haya mambo matatu kukutokea haraka. Ukiwa umeitwa na Mungu, tegemea haya mambo matatu kukutokea. Ukisoma kitabu cha Yeremia 1:5, anakuambia kabla ya kukuumba na alikujua, na kabla ya kukuita na alikutakasa, nikakufanya nabii wa mataifa. Lakini pia tunaona Amos anasema sikuwa nabii wala mtoto wa nabii, bali Mungu aliniita kutoka kwenye kuchunga kondoo, lakini pia na kutunza mikuu, ili nikaende kuitabilia Israeli. Kwa hiyo maisha yako, unaweza kuitwa na Mungu, unaweza kuteuliwa na Mungu, unaweza kuchaguliwa na Mungu kwa ajili ya kumtumikia. Unapokuwa umechaguliwa na Mungu siku za mwanzo au unapokuwa unaitwa, kuna vitu utaanza kuvi-experience au utaanza kuviona kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza ambacho utaweza kukiona ni kwamba utaweza kuachilia baadhi ya watu, vitu, utatengwa na wazazi na ndugu, marafiki. Mahusiano yako yanaweza kuvunjika, watu wa karibu wanaweza kuondoka. Tunamuona Yakobo akitoka kwa Laban, tunamuona Musa akitoka kwa Yethro, tunamuona Ibrahim anaambiwa atoke kwenye nyumba ya baba yake. Kwa hiyo kuna vitu vingi utaviona, lakini pia tunaona Ibrahim anatengwa na Ruthu. Vitu vingi tumeviona. Lakini kitu cha pili, utakuwa target ya kila mtu kutaka akuangamize. Anakuwa kinyume na wewe. Kuna watu watakudhalau, kuna watu wataona kama umechanganyikiwa, kuna watu watakuona kama yani umepotea. Usipokuwa makini, na wewe mwenyewe utaona kama umepotea. Kwa nini? Ni kwa sababu unakuwa target. Unatoa target kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka wale watu wawe kinyume na wewe. Wengine atakuwekea wazi ni watu wa aina gani, wale ambao uliwaamini, uliwapenda, uliwathamini, uliwaona ni watu wa muhimu kwenye maisha yako. Mambo mengi yatafanyika ili ujue ukweli wa maisha yao. Ukishajua ukweli wa maisha yao, kwa hiyo utaanza kujiondoa. Kwa hiyo utatoka kwenye nature ya kumwamini mwanadamu, utaanza kumwamini Mungu tu. Unaanza kusema, kumbe na huyu yuko hivi, na huyu yuko hivi, na huyu yuko hivi. Kwa sababu kila mtu atataka akumalize, kila mtu atataka akuharibu, kila mtu atataka akuumize, kila mtu atataka akuangamize. Tunamuona Yusufu, ndugu zake wa damu kabisa wanataka wamwangamize. Lakini tunamuona Daudi, ndugu zake wenyewe walimpinga na wakataka wammalize. Lakini pia tumeona watu wengi kwenye Biblia ambao walipingwa. Tunamuona Daniel anapingwa hata na ndugu zake na waamini wafanyakazi wenzake, ambapo tunaona hadi kumrusha kwenye tundu la simba. Tunamuona wakina Meshaki. Ni mambo mengi sana yatatokea ili kupima maisha yako, kama kweli unaweza kusimama na Mungu au unamkimbia na kumwacha baada ya hiyo hali kutokea. Kwa hiyo kuna vitu vitatokea ambavyo vitaweka wazi baadhi ya watu ambao uliwaamini kumbe si watu sahihi. Lakini cha tatu, unakuwa si mtu tena wa kupelekeshwa ovyo. Unakuwa si mtu wa kupelekeshwa ovyo kwa sababu unaweka misimamo kwenye maisha yako. Kwa hiyo kitu cha tatu tumesema kwamba hautokuwa ni mtu wa kupelekwa. Inawezekana kipindi kile hujaokoka, hujaitwa na Mungu, uliweza kwenda kwa waganga, ukawa na marafiki wanakushauri hiki. Muda mwingine ni ukoo wako unakwambia twende tukaabudu mizimu. Inawezekana ni ndugu zako ambao waliweza kukutawala, kukuendesha, muda mwingine kukuletea mawazo ambako ni nje ya Mungu. Sasa ukishaokoka ukamjua Kristo, unachodili nacho zaidi ni neno linasemaje kuliko watu wanasemaje. Na hapo ndipo unakuwa unshakable. Unakuwa ni mtu ambaye hutikisiki, haupelekwi, you are not easily moved. Lakini pia unakuwa ni mtu ambaye hawezi ukapoteza ule ujasiri. Kuna watu
hutoamini Christ. Kuna watu hutowaweka kwenye maisha yako tena. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye you are now understanding the spiritual things. Kwa muda huo unaanza kujua vitu vya kiroho. Unajua huyu mtu si mzuri, huyu mtu ana agenda hii, huyu mtu nisimweke karibu hivi, ana mpango huu, huyu mtu analenga hichi. Kwa hiyo ni kipindi ambacho wale watu ambao si sahihi ni muda wa kuwaweka mbali. Watu ambao unahisi hawajaja kwa nia njema kwenye maisha yako, si muda wa kuwaweka karibu. Kumbuka shetani muda mwingine anaweza kutumika kutaka kuharibu kazi ya Mungu, na muda mwingine ukimfungulia milango anaweza. Ndio maana kipindi kile kwenye Ayubu tunaona shetani anaulizwa, unatoka wapi? Anasema natoka kuzunguka huku, humo na kule. Lakini akamuuliza, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Hichi kinatupa picha gani? Shetani anaweza kuwa mahali ambapo Mungu yupo, na Mungu muda mwingine anamtumia shetani kama fimbo yake kwa ajili ya kuwatesti au kuwapima watu, kuwajaribu watu. Tunamwona shetani anatumika kumjaribu Ayubu, lakini pia tunaona Yesu akiwa ameongozwa na Roho kwenda nyikani ili ajaribiwe na shetani. Kwa hiyo shetani linakuwa ni jaribu la Mkristo ili Mungu apime uhusiano wa yule Mkristo na yeye. Kwa hiyo jaribu linapokuja ukaweza kulishinda ukiwa upande wa Mungu, bila kumnungunikia, bila kumlaumu, bila kumwona mtu mbaya, basi unaweza kushinda hapa duniani na kuwa mtu wa maana. Lakini unapoenda kinyume na hayo, ina maana kuna mambo mengi sana utayakosa ya kiroho, na mwisho wa mwisho utakuwa ni mtu ambaye huna matunda hapa duniani. Ni wasalimu rafiki zangu, na nizidi kuambia msiache kuendelea kufuatilia mafundisho yanayoendelea kwenye channel hii, lakini pia usiache kuendelea kuwa ni miongoni mwa mtu ambaye atakuwa mstari wa mbele katika kutengeneza mfumo ambao utakuwa ni wa thamani wa kumtukuza Mungu. Umeitwa na Mungu, unahitaji kumtumikia Mungu. Haya yanapotokea usichanganyikiwe, usipagawe, usijione kama sasa mimi mbona nimeachwa. Yesu alipokuja hapa duniani, Bwana wetu, alikataliwa na wale watu ambao ulijua wangeweza kumsapoti, watu wa dini, Mafarisayo, waandishi, na watu ambao walikuwa wanajifanya ni watu wanamjua Mungu. Hao ndo walimkataa, hao ndo walimshtaki, hao ndo walimwangamiza. Lakini pia alikataliwa na watu wengi sana, hata watu wa serikali. Kwa hiyo lazima tujue, tunapokuwa tumeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, sisi hapa duniani wasafiri, ya maana hapa si nyumbani. Kwa hiyo kama wewe ni msafiri sehemu, ya maana hujamaster eneo hilo, lakini pia hauwezi ukapata haki zote kama mwenyeji, kwa sababu asilimia kubwa utatembea kiugeni. Na mwingine lazima uwe na permit au tunasema ni kitambulisho. Sisi hapa duniani, watu wanaompenda Kristo, tujue ni wasafiri. Ndio maana Yesu mwenyewe alisema kwamba nyie si wa dunia hii, kama mimi nisivyo wa dunia hii. Ndio maana akasema duniani hapa kuna dhiki nyingi, lakini mjipe moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kama yeye ameushinda ulimwengu, na lazima na sisi tupambane tuushinde, hata kama ulimwengu uko kinyume na sisi, kwa sababu hapa sio nyumbani. Sisi nyumbani ni mbinguni, lakini hapa lazima tukomae, lazima tuushinde ulimwengu kama Bwana Yesu alivyoshinda. Na sisi lazima tujifunze njia alizozitumia kwa kutoogopa, kwa kuzidi kusonga mbele, kwa kuzidi kupambana, kwa kuzidi kumpenda zaidi, kukaa katika neno lake, kuomba, kufunga na kupiga nguvu za giza ili tuweze kushinda. Mungu akubariki in Jesus name. Shalom.